بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. bado tuendelea na kuzieleza sifa au sharuti ambazo zataka zizingatiwe katika kutaua mshirika wa maisha. Mume anapomtaua mkewe na mke anapomtaua mumewe. Kwanza ni dini, pili ni akhlaq na maadili, tatu akili, nne utahara, tano uzuri, sita matimbuko mema. Haya nimeyazungumza katika darasa ya yuzi na yana. Leo nataka kumaliza baadhi ya sifa zilizobaki ili tupate kutembea mbele. Lakini nataka kushiria kitu kimoja, kwamba hizi sifa tunapozieleza takriban tutapata karibu sifa 13, na pia tukifuata tena tuweza kupata zaidi. Ni sifa, miongoni mwao kuna sifa asasia, kuna na sifa kamalia, kuna sifa za kimsingi, kuna na sifa za kujaza na kukamilisha, na lazima mwenye kutaka kuzitumia ajue namna ya kuzipanga. Mathalan, mnunuzi wa gari atakapokununua gari ana zipimo na sifa fulani ambazo ataziangalia kulingana na ile gari atakalokununua, kuanzia sampuli ya gari ni sampuli gani, injini yake iko vipi, kukimbia kwake aje mpaka asikilie rangi yake, sampuli imezotiwa mataa, makochi yake ama ziti zake zimeketie ndani. Zote ni sifa nyingi, lakini ukiangalia kama mnunuzi wa gari katika hizi sifa, kuna sifa za pambo kwa lile gari ambazo sitaziita ni sifat kamalia, kuna na sifa za kimsingi zenye alaka na utendakazi wa ile gari. Kwa hivyo ni muhimu tuwe kuzipanga hizi sifa. Mathalan, tukizungumza dini, tukizungumza maadili, tukizungumza akili, hizi tunazungumza sifa za kimsingi katika kutagua. Lakini tukija tukizungumza uzuri, tukija tukizungumza masala ambayo yatafuatia leo mengine ya kuongeza, hizi ni za kujazia. Zikiweko ni uzuri,
ndio ukamilifu, lakini zisitumiwe kama kipimo cha kuwata sifa za kimsingi kwa hisabu ya sifa nyingine. 7. Almustawa alilmi. Katika sifa moja au sharti moja ya kutagua mke ama mke kutagua mume ni kiwango cha elimu. Pengine tutastaajabu kusikia habari hii, lakini ikiwa tutakubaliana katika misingi fulani, hii sifa itakuja kujitokeza yenyewe, hata haitaki dalili. Ikiwa tutakubaliana kwamba talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslima, kwamba kutafuta elimu kwa kila muislamu mwanamke na kila muislamu mwanamke ni faradhi, kama kuswali, kama kufunga, kama ibada nyingine yoyote. Kwa hivyo kama vile utakapokuja kutaua mwanamke utamwangalia katika sifa huswali haswali, na mwanamke amwangalie mumewe huswali haswali, kwa sababu swala ni katika faradhi za nini? Za dini. Vile vile katika kutaua mke na kutaua mume atakamwangalie husoma ama hasomi, ana elimu. Ikiwa tutakubaliana kwamba talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslima, kwa sababu Uislamu wataka jamii imezoelimika, hautaki jamii isokuwa na elimu. Na ikiwa familia ndiyo chombo cha kwanza cha kuunda jamii, na ikiwa familia ndiyo chombo cha kuyea kizazi kitakachokufuatia, ni lazima familia iwe itakuwa ni nini? Yamiliki elimu. Na elimu si rangi kwamba hupaka, wala si kochi utakwenda kununua dukani ulitie, wala si TV wala si video. Ni wakati watu wakioana wawe watahakikisha kwamba sifa hizi zatiliwa maanani. Taban watu waweza kunena, sasa ustadhi tuambia watu ambao hawakusoma yani wasiolewe, na watu ambao hawakusoma wasioe. La, lakini ni lazima sifa hii iwekwe, ndio itatushajiisha kesho katika kusoma. Iwe moya itazingatiwa sifa kama hizi. Kisha bali na kwamba Uislamu watilia maanani elimu na wataka jamii ambayo itakuwa na elimu, ndio itaifanya sisi sifa hii tuizingatie. Asabakumullah. Istoshe maisha yenyewe ya ndoa yakitaka kuendeshwa kwa mujibu wa misingi inayotakikana ya Kiislamu, maisha yenyewe ya ndoa kupitia changamoto zinazojitokeza ndani ya maisha haya, kupitia changamoto ambazo zajitokeza ndani ya maisha yenyewe, yataka kiwango fulani cha elimu katika kuweza kukabiliana na changamoto zile na kuweza kuyapanga na kuyaendesha maisha yale. Nitapiga mfano mdogo mimi wa kiuchumi. Changamoto kubwa iliyoko katika maisha ya ndoa ni masala ya uchumi, na familia kuweza kujua pato lake na matumizi yake. Na japokuwa mwanamume kulingana na mtazamo wa Kiislamu ndiyo chombo cha kuweta senti kwa mujibu wa mafuhumu ya Kiislamu ya ndoa, imempa majukumu mwanamume kuweta senti na kwenda kutafuta kazi aete pale, lakini mwanamke ni chombo cha kuyapanga yale mali yanayoetwa. Ukisoma riwaya mara nyingi utaziona zimempa jukumu sana mwanamke upangaji wa uchumi ndani ya familia. Mwanamume amepewa jukumu la kuweta. Ndio utasikia ile hadithi
kwamba Mwenyezi Mungu amrahamu yule mtu Mwenyezi Mungu amezompa mke, akimwangalia hufurahi, idha sarathu idha nadhara ilaiha, na akighibu humuhifadhi katika mali yake na nafsi yake. Sasa kuhifadhi mali mvipi? Kuhifadhi mali siku zitukua senti kwamba usafiri, mke wangu mimi na amana hizo shilingi 10,000 za watu, akaenda kazitia kibengini ama nini, kazifungia, kazihifadhi paka ukia akakupa mwenyewe. Hii ni sampuli ya kuhifadhi. Lakini mafhumu mapana zaidi ya kuhifadhi mali ni namna ya kuhifadhi uchumi wa ile nyumba. Sasa hapa pia kwataka kiwango fulani cha elimu ambacho kitamwandaa mwanamke na mwanamume pia kuweza kuelewa maisha yataka yapekwe vipi. Na leo matatizo utayapata. Tuko katika shida kiasi kikubwa cha kupanga baina ya pato na matumizi. Hapa sisi twapotea sana, na uchumi wetu wapotea kiasi kikubwa katika hali hii. Kuna bwana mmoja msomi sana, mtu hapa amu mmoja kitambo sana, kwa mkewe ameoa, akawa apenda kuweka haya masala ya kuweka ration nyumbani. Kuna masala leo ndio kununua mtee robo, ndio kununua sukari robo, ndio kununua mayani shilingi 5, ambayo ni maisha hulazimika kwa maskini ambaye hawezi kumiliki ila cha yoyo. Lakini kwa mtu ambaye kwamba aweza kumiliki hata kama ni maskini, nidhamu ya mishahara ya nini huwa ni aula kiuchumi zaidi kwenda kwa kununua ration ya mwezi mzima kuliko kununua kidogo kidogo. Lakini kuna tatizo katika majumba yetu. Urudi tukashuka sarka, wale wanunuao yoyo na wale wanunuao kwa ration. Huyu bwana alikuwa akipata mshahara mwisho wa mwezi, alikaenda kinunua, ameshapiga hesabu ya mtee wake mpaka kumaliza mwezi ataka kilo ngapi, sukari yake, unga wake, mpaka sabuni ya kufulia, mpaka sabuni ya kuogea, mpaka dawa ya mswaki. Sasa nafikiri katika hesabu zake alikuwa ni yeye na mkewe na kijana mmoja wawili, akapiga hesabu ya kinunua sabuni 4 za kuogea kutosha mpaka kumaliza mwezi. Sawa akahunuliwa. Ikifika wiki ya pili nyumbani huwa kope, akiuliza vipi, kuwa amepita rafiki yake, "Wallahi nitoka hapo dukani nimeweza kufungua duka bana. Na alikuwa mmetoka ndio kuzengia sabuni." "Usisungua, mimi sabuni ninazo." Alikiingia ndani akitunda sabuni akimpa. Kama sitaki kuingia kwenye janib insani, sitaki kuingia kwenye ubinadamu na ukarimu, sitaki niambiwe hupinga mambo haya, lakini nitaka kujua ukarimu ule. Ametoka hana mipango katika maisha yake, hayui time ya kwenda kununua sabuni, ameketi mpaka ameingia chooni, pengine amevua na nguo, akishtuka kidakani hakuna sabuni, time ikawa maduka yote yameze kufungwa. Kwa hivyo ule si umasikini umemfanya akose sabuni, ni ukosefu wa nidhamu katika maisha yake umemfanya yeye akose sabuni. Ule astahiki kuwatwa aoge bila sabuni siku ile. Nafikiri nataka tufahamiane vizuri sana. Lakini sasa utakuta ile thakafa, elimu ya kuweza kuhifadhi uchumi na kuupanga uchumi huenda ukakosekana. Ikawa sasa zitu zitaonekana si kupanga nidhamu. Mafhumu ya mwanamke huja ikaja ni zitu zimemzidi mume wangu, zimekuwa zingi hapa nyumbani. Kabla kila akizungua uso huona bandali ya unga, akizungua uso huona kigunia cha mtee, akizungua uso huona pakti ya sabuni 4-5. Yeye huja kaona labda sisi tumeshakuwa matajiri, zitu zimetuzidia, kwa hivyo sasa watu tuanze kutoa sadaka. Kumbe wauzorotesha, na ule ulomtolea sadaka kumbe ashafunga hisabu ya mshahara wake, hana mpango tena lau kutakatika chakula ndiani, sababu ashapanga budget. So ushaiangusha familia katika nini? Matatizo ya kiuchumi. Sasa mustawa al-ilmi, kiwango cha elimu katika idara, kwa sababu familia ni taasisi inayotaka idara, na idara yenye majukumu tofauti, huenda
tukafeli kuiendesha taasisi hii wakati kunapokosekana kiwango fulani cha elimu. Sineni kila alosoma ufaulu. Nataka tufahamiane vizuri sana, lakini naeleza elimu ilivodori. Yaweza kuwa yatumiwa makosa, ni masala mbali. Istoshe, elimu yahitajika leo kwa mume anayeoa na mke anayeolewa katika malezi. Maana Uislamu wataka umma wenye elimu. Sababu ya kwanza tutaitia kiungo cha elimu. Ndoa yataka elimu kuendeshwa, ni idara. Tatu ni malezi. Vipi tutalea? Leo imekuwa masala ya tarbia ni elimu imezosimama kwa maguu yake mawili kamili. Sio tena elimu ya kuonda hapa na kuonda pale. Manake kuna lugha hutumika jamanini, tunataka kiasi fulani hizi lugha zina ukweli lakini za kupotosha. Katika kila nyanja, sitaki kutoka sana na mifano mingi ya lugha hizi. Lakini tapiga mfano. Leo utamwambia mtu nenda kwenye zijiji, enda Gerseni, nenda kama ni vijiji Wito, Ngiadide, Waride nini. Wewe mtu ketio hapa Amu ambao umezoea kunywa maji ya mfereji, ama pengine ukiamka pia hunywa mineral water, nenda ukaone yale maji wao wanaokuna, kisha unywe wewe. Uniambie natija zake nini. Kisha umwangalie ule kijana na mama wanaoishi katika maeneo yale, hunywa maji yale. Sasa leo utakuta baadhi katika mimi mathala mtu akifanya mai wasiwasi kunaambia bwana tuateni bwana, haya mambo mapia yamezuka. Zamani hapo sisi tukiishi mai ya zisima, mai ya nini. Zamani alikuwa ukiishi mai ya zisima, alikuwa kinga zako mwilini zote zimeshajijenga kupambana na mambo kama haya. Kama vile leo wale wanaoishi vijijini mai yale hayawadhuru kwa sababu wamezaliwa pale, hunwa yale, mwili una sampuli ya kutakayaf, ukaunda kinga aina fulani za kupambana. Lakini haya mai ya mfereji tunayoumia na wewe kutoka tukizaliwa, wengine wakinwa mai haya huhara, huathiri. Na kila mwili ukiuzowezesha katika mazingira fulani, huenda ukakosa kinga aina fulani. Sasa hizi lugha za kwamba tuate tune kuna uangalie kivumbi, kwa sababu ushakosa ile kinga ya kupambana na mambo yale. Si ubwana wala si kutaka kuonesha kwamba wewe uko juu sana, kinyume na ule mwingine. Kwa hivyo mambo yabadilika na hatufai kunena. Zamani kulikuwa ukiewa alikuwa hakuna masala ya mipango, walikuwa ukizaliwa mtaani, barabara humwe ya kijana, baraza humwe ya kijana. Kweli zamani uko ukitoka mtaa mzima ungia nyumba moja watu wakala. Kukuadhini hapo wa dhuhuri ndipo pakula. Haya maisha tumeyaishi zamani, lakini tunaweza kuyaishi leo? Hatuwezi kuyaishi. Mambo yamebadilika. Uaminifu uliokuweko kati ya wazazi zamani na majirani na marafiki uko leo? Ya kusabilisha kumatia mtu tu wewe kijana? Kwa hivyo mambo yabadilika. Kilichokuwa kikifaa zamani leo chaweza kisifae tena. Kwa hivyo leo malezi yamebadilika jamani. Malezi ya kwamba wewe utazaa kijana, twende tu atayewa kiwa mnazi utamuyea, muembe utamuyea, punda utamuyea, ng'ombe utamuyea. Ulimwengu ule ulikwisha. Leo tumeingia kwenye ulimwengu malezi, kama nilivyonena, ni elimu imesimama kwa maguu yake mawili. Si mwalimu peke yake anaohitajika kuwa muyuzi katika kulea, si mwalimu wa nasari, si mwalimu wa primary, bali mzazi katika nyumba leo ahitajika kuwa na elimu katika kulea, ili aweze kumuunganisha mwane na hali ya maisha yanapokwenda nje barabara. Na ndio utaona leo zile challenges kioko katika maskuli, katika vituo za elimu kwa jumla, si skuli tu, hata madrasa na nini,
wakati katika mikutano unapoketi walimu ama wasimamizi na wazazi, utazikuta katika challenges kubwa ni kushindwa kuoanisha baina ya taasisi na majumba, kushindwa kupeanwa misaada. Mfano tu leo sisi kama hapa Swafa, masala ya integration, katika tabu kubwa tunayoipata ni kwamba wazazi, asilimia kubwa ya wazazi yashindwa kuwasaidia vijana katika masala ya homework katika masomo ya kidini. Hapo hii wazazi watakawaitukue kuonesha mustawa wa dini katika jamii yetu ya Amu umefika wapi. Ambalo tatizo hili katika skuli hulipati. Ni rahisi mtoto leo akiko standard 1, standard 2, 3, 4 akienda nyumbani na homework atapata imani ukhti yake ama mamake ama babake ama shangazi yake atamsaidia katika maths, ni katika nini, English nini atamsaidia. Lakini ukija kwenye masomo ana Arabic hapati msaada. Ni wachache sana wanaoweza kuwapa mpaka Qur'ani, hata masala ya lugha ya Kiarabu, mpaka kupractice Qur'ani ndani ya majumba ni majumba machache yanaweza kuwapa msaada huo vijana. Sitaki kutoka kwenye mada kuonesha hii ni moyo watu watakawaione mustawa wetu wa Kiislamu uko wapi katika majumba yetu. Sasa ikiwa mume na mke wanaoana wanaotaka kuzaa vijana kuwalea hawatokuwa na kiwango fulani cha elimu, vipi watalea katika ulimwengu huu? Ndio kanena almustawa ilmi, kiwango fulani cha elimu. Kama kinena kiwango fulani haikwenda kuzengea profesa wala nini, la, siko hapo. Ni kila mtu aangalie mujtama wetu wa Amu leo na kila mahala kwa sampuli yake. Maneno ni yanenao yaweza kufaa Amu, yaweza sifaa mahala pangine. Mujtama wetu wa Amu leo, mtu aweze kuishi atakana kiwango gani cha elimu, maisha ya kawaida, ili awe ni mtu. Sitaki kuangalia kusoma, kufanya kazi, wala kupata kazi, wala kupata mshahara mzuri. Nataka kuangalia elimu ambayo yaweza kukufanya wewe uishi kwenye community, kiasi ukiketi na wendani wako wakinena uweze kunena, kiasi linaloendelea uweze kulifahamu. Second, uweze kunena. At least mtu amemaliza form 4 ndio kesho yeye aweze kuishi, aweze kusoma gazeti, aweze kusikia, aweze kuingia katika mitingi, anene na yeye kukiwa na discussion yoyote barazani, aweze kuchangia. At least awe na kiwango cha form 4, aweze kumsaidia kijana kumuyea katika kiwango cha nursery na primary, angalau kiwango cha form 4. Na katika dini pia tuangalie ni mustawa gani ambao utatusaidia kijana. Al-ummu madrasa, nani Ahmad Shauqi Bek kama shairi yake nena, al-ummu madrasatun in a'dadtaha a'dadta sha'ban sijui adhima al-a'raqi, mpaka kumaliza mwisho wa shairi. Sema ummu, mama ni madrasa, ukimwandaa sawa sawa mama, basi amini wewe umeunda umma. Tena umma umezokita mizizi, umma umezokita nini? Mizizi. Nasari ya kwanza ni mama na nyumbani, si kule skuli. Lakini wako waume na kina mama wamezoandaa kutekeleza dori hili, mtatosheka na sifa hii sendi mbele sana, ambao ina tandu nyingi ndani. Kwa hivyo kiwango cha elimu ni muhimu katika zitu za kukamilisha sharuti za ndoa, ingawa sisemi ni za kimsingi, na ni muhimu mbali na elimu kuangaliwe na dini na akhlaq. Nyingine ya 8, atanasubu fi sin. Je, katika kutaua, mke kumtaua mume na mume kumtaua mke, kuna dharura ya kulingana miaka, kuangalia unsuru ya umri? Iko dharura, iko dharura ya kuwa na tanasub katika miaka. Na kuna tabia watu kupotea, likulli qaida shuruz, kila msingi
kuna zitu zimezotoka kwenye msingi. Na wakati unapokwenda kutoa dalili, watu wa dalili kwa msingi, usishike zitu zimezotoka kwenye msingi kwa sababu ni nadira. Mathalan, mtu aweza kutuambia sisi tunavyojua katika sera ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alioa akiwa na miaka 25, akamuoa Nana Khadija akiwa na miaka 40. Mara nyingi hii hutumiwa dalili, mbali na kwamba yakubalika haya kisera kwanza ama hayakubaliki, taiwata mijadala ya kitarikhi. Manake katika tarikhi kuna baadhi ya wanazuoni licha kudai kwamba Nana Khadija alikuwa na miaka 40, kuna baadhi wamefikia kwenye natija kwamba Nana Khadija alikuwa ni mwanamwali haswa alipoolewa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Iko rai na imethibitishwa kwa misingi ya kihistoria ambayo ni marefu haya, sitaki kutoka kwenye mada, ni rai ziko. Nasema Said Jaafar Murtadha al-Amili ambao ni mhakiki mkubwa leo katika waandishi wa kihistoria, uko hai mpaka sasa, ambacho kitabu chake juzi ndio kimefanywa sherehe ya kumalizika, nafikiri ni juzu 32, ambao ameandika hakujawahipo kuandikwa kuhakikisha na kusahihisha mengi watu wanaofahamu katika historia ya Kiislamu ambayo sio. Kitabu chenyewe yakiita As-Sahih min Sayrati Nabiyil A'zam, ya sawa katika sera ya Mtume, ya sawa. Moya amezolijadili katika kitabu hiki kwa kurasa takriban 100 na kitu, hii ishu ya Khadija peke yake, na kutoa dalili mpaka mwisho. Ni hiyo, sitaki tutoke kwenye mada. Muhimu tapokufika mimi ni hapa, tujalie na iko rai ya wanazuoni wengi kwamba la, Khadija alikuwa ni mke mkuu na alikuwa tayari hata ashazaa baadhi ya vijana, na Mtume alimuoa akiwa na miaka 40, Mtume akiwa na miaka 25. Fali yako ndio ya sawa, ni kaida, si kaida, kwa sababu yaweza mtu hata si kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, hata katika jamii yetu tukipiga tochi tuweza kupata fulani alioa mtu mkubwa wa umri wake na ndoa ikaenda salama salimini, ikawa mzuri, na mpaka pengine wakahatimishana, lakini ni kaida, si kaida, ni shudhur. Ni hapa moya, mfano pale moya, ni kama itokee bahati mbaya au mzuri tunene umwezwe mnazi mahala ambao si mazingira yake moya, uwezwe utoke kama mwana sayansi kwamba sasa imethibitika kwamba minazi yaweza kumea mahala popote. Taratibu shekhi, kwaweza kuwa kulikuwa kuna zitu fulani pengine zimetokea pale, uwe nini, kuna sibiana kiumri ni uzuri. Na ikiwa kutapitana, kama nikinena kuna sibiana sineni 20 kwa 20, 19 kwa 19, nataka tufahamiane vizuri sana. Na nena kuna sibiana kusipisane, kutupa mipaka. Kukipitana kwa miaka 2 hakujatoka kwenye nini, tanasu. Na hasa ulama kama Said Ibrahim al-Amini katika kitabu chake anena, ikiwa ikhtilafu itakuweko kwa upande wa mwanamume ni aula, yani mwanamume ndio atakuwa mkubwa kuliko mwanamke, ni aula kuliko kuwa mwanamke kukiwa na ikhtilafu atakuwa mkubwa kuliko mwanamume. Kwa nini? Kwa sababu nyingi. Kwa mmeona tazimaliza hizi sababu, lakini zina mambo ndani kila ushikao, na ina mambo muhimu hata tuipe. Watu waelewe kama unavokuwa kimwili wa kuwa kiakili. Akili nayo pia ikizaliwa huanza ikawa ni tiflun, ikaja ikawa swabii, ikaja ikawa shab, ikawa barobaro, ikaja ikakomaa, ikaja ikazeeka. Kwa ule umri unavopitia kwenye mwili ndio umri unavopitia kwenye akili. Naam, yaweza akili ya mtu ikawa mkubwa haraka kuliko mwili wake kupitia baadhi ya experience za haraka alizozipata katika maisha yake.
Ndio leo kuna watu wazima wana miaka 25 kiakili. Na huweza akili ikachelewa kukua kuliko mwili kupitia mambo fulani ya kimaisha. Ndio leo waweza kupata kijana mtoto ana umri wa miaka 50, lakini akili yake ikali katika marhala ya swabii. Sasa hapa ndipo nataka waelewe, wakati unapopata baadhi ya watu ana miaka 20 au 25 amemuoa mwanamke ana miaka 30 au 40 na ndoa ikaingiana, ni maana akili ziko sawa kiumri, ingawa waona kimwili. Sasa wewe urukapo kanena ule lakini mbona mimi amekuwa na mimi ndio kuingia, wenda kujiitia mahala ambapo hujui utatoka vipi. Kisha yataka uiangalie akili ya mtumi akiwa na miaka 25 ni akili ya nani? Kukomaa. Hapa ndio tutaka tufahamiane vizuri sana. Na katika kuoana jamani, tumenena huoana nini? Akili, ruhu, mwili. Sasa kuna sibiana umri, kuna umuhimu kuzifanya akili zioane, kwa sababu katika kila stage kila mtu ana matakwa yake, ana na challenge yake. Mkiingiana kwa stage tofauti mtapishana kwa mahitaji. Takupa mfano. Kama barobaro una miaka 20-25 unapooa, katika stage hiyo mahitaji yako kwa mkeo ni tofauti na stage ya miaka 40 mahitaji yake. Hata yale yale ya kiseksi ni tofauti. Tofauti kabisa. Katika mambo ya kiujana lile tendo katika kulitekeleza katika ujana na katika kulitekeleza katika kukomaa kuna tofauti. Kuna mambo katika ujana wayaona ndiyo raha yako, ndiyo kila kitu chako, ndiyo kufaulu ndoa, lakini kuna stage ukifika mambo yale wayaona ya kipuzi na hayana msingi. Sitaki kuingia zaidi ya hapo. Lakini tatizo liko wapi? Tatizo kunapokuja kupishana hizi stage. Sasa ikawa mmoja ataka mahitaji haya ambayo yeye ayaona ni kimsingi, wa pili ayaona mahitaji yale ya kiupuzi yake yeye ya kimsingi ni haya. Pale ndipo huja kupatikana taqatu'ul khutut baina az-zawji wa zawja. Pishana line. Zikisha kupishana sasa utasikia kila sampuli ya matatizo hapo. Utayezengea ufunguo wake uko wapi? Ule hakunwa kitambara, ule spini yao, kumbe kuna tatizo la kimsingi liko mahali. Vipi utaweza kuligusa na vipi utaweza kulipata katika masala ya kuoa? Kwa hivyo kuna umuhimu wa kuangalia tanasub. Na ikiwa watu wataoana kwa ikhtilafu za kiumri, sisemi ni makosa, lakini wahakikishe kwamba wameoana kwa upande mwingine. Kama hawakuoana kimwili, wameoana kiakili, kiasi waweza kuenda pamoja katika zile stage kupita pamoja. Tisia, katika sharti au sifa muhimu katika kuoana, narudia tena, haswa ulimwengu wetu, ni masala ya kuhakikisha usalama wa kimwili wa anayeoa na wa anayeolewa. Fikiri leo mambo yako wazi, maradhi yamezoingia. Maradhi yako kitambo, lakini yalikuweko maradhi ambayo hayayawashinda madaktari. Maradhi ya ngono mengi yako, lakini yalikuwa ni maradhi yanayodawa na huweza kutibiwa na mtu akafanya nini? Akapoa. Sampuli mbalimbali, maradhi sila, maradhi ya nini, kila sampuli wameyataja wanasua. Lakini ulimwengu umekuja kufika katika mahali baada ya kudhihiri jangwa la ukimwi, na mpaka sasa kuwa ni challenge, haiwezi kukabiliwa wala haijapatikana dawa. Nafikiri itakuwa ni jambo la busara kabla ya kuangalia dini. Nasemaje? Mume apimwe kabla ya kuoa na mke apimwe kabla ya kuolewa. Na najua kwaweza kuwa kuna pingamizi nyingi za kimila na za kidasturi
na kuheshimiana, na pengine tukarudi tukazivisha nguo za kidini kuzilinda, lakini ukweli lazima uwe ni ukweli. Tuutake tusiutake ndivyo ilivyo. Kwa ila sisi tuhatarisha maisha ya vijana zetu. Dini pia yatuambia haya. Ingawa wakati wa Mtume alikuwa hakuna ukimwi, kwa hivyo tutapata tabu sana tukienda kuzengea hadithi zinazozungumza ukimwi. Hakuna ukimwi. Lakini tuangalie maradhi yalokuwa wakati ule yalokuwa yakitishia kama ukimwi leo. Maradhi gani? Utapata ni judhami na baras. Mwambia maradhi ya mbalanga yale hizi na yani. Kisha zitukue hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam zinaoyazungumza maradhi yale, uyaangalie ziko sawa na masala ukimwi ama haziko. Tumewaambia furra minal majdhumi firaraka minal asad. Kimbia, kaa kando na mtu ambaye amepatikana na maradhi ya judhami kama unavyokimbia simba. Kwa hii hadithi pia mtakaieleweke, ikitumiwa makosa pia tutakuwa tunautumia makosa. Si kumejulikana fulani una ukimwi, akitokea maana yake twajua simba ukimbiwa hiyo. Ni hiyo sasa kukaya habari ama kukatokea simba pale, Allah wa Rasulu alam. Tena taangaliwa mwenye 100 mita hapa nzuri zaidi nani. La, si masala hayo. Si masala kwamba ikiwa fulani una ukimwi tukimuona tumkimbie. Kama mwanzo wa kuingia maradhi haya nafikiri lilikuwa tatizo hili paka zama za haki za binadamu zikaingia kati, paka kukawa katika hospitali huwekwa rumu fulani za watu wenye ukimwi, vikawa wale watumishi ama manasi hutuma chakula kwa salamu, utiwa mlango mkono nani kikarushwa kukabanwa mlango, kwa sababu watu walikosa kuuelewa kwamba ukiketi naye hawezi kukupasa, ukizungumza naye hawezi kukupasa. Kuna mambo mengi ambayo leo yamefafanuliwa kupitia semina nyingi zinazofanywa vipi huambukiza. Kwa hivyo furra minal majdhumi firaraka minal asad. Hadithi hii ya asisi msingi muhimu katika sisi kujikinga na maradhi na maradhi yanao sifa ya kuambukiza, kukaa kando nayo. Kisha Qur'ani yatuambia wala tulqu biaidikum ila tahluka. Hamuna nafasi, sio tu huna nafasi ya kumdhuru mwenzako katika Uislamu, huna nafasi ya kumpiga mwendani wako, huna nafasi ya kumuua mwendani wako, huna nafasi pia ya kudhuru mwili wako, kwa sababu mwili wako si wako. Mungu wewe si wako, wewe Mungu. Mpaka huu mwili wako mpaka upate amri kutoka Mungu utautumia vipi? La, mtu hawezi anashika kisu, si mwili wangu kaikata. La, si mwili wako, huruhusiwi kuudhuru mwili wako. Ndio hii aya inatuambia wala tulqu biaidikum ila tahluka. Msijitupe kwa mikono yenu katika maangamivu. Je, leo hali ilivyo ulimwenguni jamani, tuambiane ukweli. Mwanamke anayekwenda kuolewa na mwanamume bila kupimana, au mwanamume anayekwenda kumwoa mwanamke bila kupimana, twajitupa kwenye maisha maangamivu kwa mikono yetu ama hatujitupi? Kwa hiyo aya yetu khutubu yatuambia wala tulqu biaidikum ila tahluka. Miaka 2 au 3 nafikiri kama sikukosea, tulikuwa na semina pale la Mufoti. Semina hii tuliitishwa na kadhi wa hapa, na zaidi iliitishwa mashehe. Semina ilikuwa kuna kampeni yataka kuanzishwa kwamba kadhi asitoe cheti kule ofisini. Kuna watu wawili wameoana bila ya kupata barua kutoka hospitali ya daktari, yani si barua inatija kwamba hao watu wamepimana, yani uthibitisho kwamba wamepimwa hana ukimwi na wamepimwa hana ukimwi. Ile ni sharti katika kutoa kile cheti, na lengo lake ilikuwa tunataka kufikisha wapi? Kwamba ni kuwashajiisha Waislamu wasioane mpaka wafanye nini?
wapimane. Katika mjadala kuna mijadala katika mashekhe, wengine huunga, wengine hupinga. Mmoja akainuka akanena, lakini huku ni kuumbuana. Umenifahamu kwamba hoja kubwa ni kuumbuana, na Uislamu umetuamrisha kuhifadhi heshima. Kwa kadri wewe unavyotuambia kwamba hatufai, lazima tuhifadhi maisha, lakini pia lazima tuhifadhi heshima ya mtu na karama yake. Haifai kumuumbua mtu. Na leo ikisha kwenda kupima fulani mkora kutaka mala fulani mamba nitakapime, kishtuka waliyadhu billahi min dhalika amekuwa fulani ule unao, ishaenea kwenye mui swa kwa huku kwetu ni mitoto. Huoni mambo haya sasa itakuwa ni shamaliza kimaisha ule mtu. Kama mjadala mkubwa sasa, hii kawa challenge pia nayo imejitokeza kwamba itakuwa ni chama cha kuumbuana. Wengine akajibu kanena kweli. Sasa sisi tuko kwenye mbele ya matatizo mawili ya kidini hapa. Kumuumbua Muislamu haifai, na kuitokomeza kwenye maisha pia haifai. Lakini sisi katika Uislamu, katika usuli al-fiqh, tuna qaida yaitwa qaidatu tazahum. Qaidatu tazahum. Qaidatu tazahum ni qaida unapopambana na haramu mbili au wajibu mbili na ukashindwa kuzitekeleza zote mbili, lazima utague moja. Ndio hiyo qaidatu tazahum. Tazahum ni zitu kugongana. Ufanyaje? Wanazuoni wameasisi yuqaddamu al-ahammu ala al-muhim. Utangulizwa la muhimu zaidi, lile ambalo si muhimu sana likakanyagiwa. Na hupiga mfano wanazuoni. Mathalan umepita barabara ya Pwani, kuna boti ama dau, mwenyewe wa muiwa ni fulani, na mwenyewe amekwambia usilidare hilo dau langu, mamnuu, haramu, sio chake. Wewe umemuona kijana pale huzama, wamwambia bwana nipa dau nitakwenda kumuokoa ule kijana, na yeye hataki kwenda kuokoa, akamwambia bila, mamnuu, haramu, na ukidara dau langu utapata madhambi. Wanazuoni kwambia kata kamba, tukua dau, nenda kamuokoe ule kijana, maliza kumuokoa, mrudishie dau lake, mfungie kwenye kamba. Akitaka ni hivyo, hataki ni hivyo, hakuna haramu hiyo kwa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu uko kwenye haramu mbili pale. Una kijana huzama, ukimwata azame ni haramu, umeangamiza maisha. Una nadau ukilitumia bila ya idhini ya mwenyewe ni nini? Ni haramu. Sasa kutunga haramu ya kutumia dau na kutunga haramu ya kukosa maisha ya kijana, ipi ni aula? Kwa hivyo yuqaddamu al-ahammu ala al-muhim. Kwa hivyo sasa tuje katika masala ya kupimana. Wewe wanena kumuumbua na kuua. Wewe wanena kumuumbua, kwamba yule atakwenda kuumbuka, natija siumbuke, ni watakwenda wote wawili. Lipi muhimu hapa? Yuqaddamu al-ahammu ala al-muhim. Istoshe, kwa nini hatuendi kurakibisha asiumbuke? Pia si kila apimwao huumbuka. Ni kuonesha ima pale hospitali au katika hizi sehemu za kupima kuna tatizo. Kwa hivyo tutukueni hatua kama jamii ya Kiislamu, kama viongozi, tubunini ama turakibisheni. Tukishindwa kuparakibisha pale, tubunieni chombo chetu pale ofisini kwa kadhi au ndani ya zituo za kidini, kuwe na ofisi sampuli ambayo itaweza kuhifadhi karama za watu na heshima, wasiumbuke. Tutukueni hatua turakibisha. Lakini salamatul jismi ni muhimu katika sharuti yataka itungwe. Wakati umenimalizikia, nilikuwa nimebakisha 2 nizimalize, lakini inshallah taala hizi nitakwenda nazo kesho, tuende nazo. Na maswali ambayo
yamekuya yeo nitayapata kesho, yana ndo nitakuyajibu yeo. Wewe ameleta maswali mawili. Swali la kwanza anena kuna baadhi ya Waislamu wakioa ama wakiolewa huenda kwa waganga kuuliza juu ya ndoa yake kwa atakaye kumuoa, na masaa ya kuoana ni vipi? Kwanza nataka kuzungumza kitu kimoja. Juzi nimezungumza kwamba masala ya kuoa au ya kuolewa mwanamke hayana alaka na istikhara. Kumbuka nilizungumza masala ya istikhara, pamoja na kwamba istikhara ni chombo cha kidini kinachokubalika na kimezosisitizwa watu wasali rak'ataini ya istikhara, lakini nikanena masala ya kumjua mwanamke huyu ni mzuri si mzuri, una dini hana dini, una tabia nzuri, hayajulikani kwa kupitia rak'ataini. Kuna ndia zake za kuoa. Kwa hivyo mbali ya kwamba istikhara ni chombo cha kidini kinachoheshimika, kinachokubalika, tumekikataa katika kutumia hapa, kefu ikiwa utanambia masala ya uganga ambao una walakini katika Uislamu. Yaani wewe utawata mato yako kumjua mwanamke huyu ana dini au hana dini, mwanamke huyu ana tabia mzuri ama hana tabia nzuri, wewe ndio ukategemee matalasimu. Ikiwa rak'ataini za Mungu umeambiwa usizitegemee, utaona kutegemea talasimu. Sitaki kukwambia uganga ni hufaa ama haufai, la, utategemea hizo. Nini unachokwenda kukizengea? Masaa na siku. Uislamu unao masaa na siku, ni kwa kadiri tu sisi tunapokuwa hatuuyui Uislamu wetu. Lakini pia Uislamu unao kila mambo kwa masaa yake, na si ya uganga. Kila mambo kwa masaa yake na kwa siku zake. Siku za kuoa mzuri ni siku gani? Masaa ya kuolea mazuri ni gani? Siku za kuanza biashara mzuri ni siku gani? Siku za kusafiri mzuri ni siku gani? Hadithi tele za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nenda kufuata hizi. Siku ya Hamisi ni siku ya kuoa mzuri, siku ya Juma ni siku ya kuoa mzuri. Kuna hadithi zimetukataza kuoa, si kwamba ni haramu, si siku mzuri. Zimeelezwa mpaka kwenye zitabu za fiqh. Kuna kama siku za wazita ayyamul bidhi, siku nyeupe. Mara nyingi siku nyeupe kusudiwa siku zile za mwezi umezokamilika, 13, 14, 15, 16, hizo kulwa ni ayyamul bidhi. Pia zinao nini yake katika masala kuoa. Kwa hivyo ziko zitu hizi katika dini. Ama ukiwa wataka kwenda kuangalia mambo ya mustakbal, sana mara nyingi wenda kwa waganga huenda kwa fikra hii, huu mwanamke atakuwa ni mabruki kwangu, kutatatuka uchumi, hakutatuki, zitatokea nuhsimbe. Hayo ni masala ya kwenda kuzengea ilmu al-ghaibi wala ya'lamuhu illa Allah. Na iwao mambo hayo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swala la pili, anena nina swala katika jamii yetu kuna baadhi ya walioana huenda kwa waganga kufanyia sihiri kumweka mume kwa madawa au mke, na wote hawa ni Waislamu, mume mke. Mwalimu, juu ya suala hili ni vipi? Naomba unifanulie kwa uwazi. Hawa ni wale wakosao kwa mikono wakashika kwa maguu. Si tunaona mfano? Kwa maana tutakuwa inshallah mada itakayokuya vipi hubuniwa ndoa, vipi watu huunda mapenzi ndani ya ndoa, vipi watu hufanya, vipi mwanamke aweza kumfanya mumewe akaiona nyumba yake ni jannatul firdaus, na vipi mwanamume aweza kumfanya mkewe akaiona nyumba ile ni jannatul firdaus, na vipi huweza ikafanywa jahannam. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam aliponena Allahumma inni a'udhu bika min zawjatin tushibuni qabla awani mashibi, Mola nailinda kwako na mke ambayo atanizeesha kabla kufika wakati wa kuzeeka. Kwa hivyo yako mambo
mimi sitaki kwenda kuingia kwenye mjadala mrefu sasa hivi uganga ufaa ama haufai, lakini kwa nini twazivata kwa mikono kisha twazizengea kwa nini kwa maguu? Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. لا